Kocha Kanu, kocha wa magoli, kocha wa alama tatu, hongereni kwa aina ya mchezo mlionyesha leo hii. Betha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata ushindi leo, na ni kitu kizuri kwetu, kwa mashabiki wetu pia, management, wachezaji na hata sisi watu wa technical. Mechi ilikuwa ngumu kama tulivyotaraji, na Namungo ni moja kati ya timu ambayo nzuri, Mwalimu Bunda ameweza kuitengeneza vizuri. Kwa hiyo tumejitahidi kufanya kila kitu, lakini mwisho wa siku tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi ambao tumeupata. Umetusaidia kutoka pale tulipo na kuisogeza timu yetu juu ya msimamo. Kipindi cha kwanza kilikuwa kipindi cha namna gani? Kwa sababu tuliona mchezo mara ya kwanza ulikuwa mgumu, lakini mara pili tuliona mabadiliko ya kiuchezaji na kuweza kupata ushindi wa goli moja. Tuambie, ulizungumza nini na wachezaji kipindi cha kwanza kilivyomalizika? Ukiangalia midfielders Namungo amekuja na viungo watatu katikati, ambapo alikuwa anacheza Kiswanya na lakini alikuwa anacheza na Geoffrey Ndanzel, lakini wakati mwingine unamuona Jacob Masawe alikuwa anakuja chini kwenda kutuongezea, na sisi tulikuwa na midfielders wawili ambao walikuwa anacheza Pipino na Keke. Kwa hiyo walikuwa wanazidiwa mipira mingi ya kwenye duels, walikuwa wanazidiwa kuchukua mipira. Kwa hiyo ambacho tumekifanya second half ni kujaribu kuongea na wings wetu waweze kuja ndani kwa backup ili tunapopata mpira tusogee wote kwenda juu. Kwa hiyo tumeweza kufanya kitu na kiweza kutusaidia, tumepata goli, na unaona hata dakika 10 za mwisho Namungo amekuja kutusumbua sana, kutupress baada ya kuona amekuja Kabunda, amekuja Ngoi, kuna kazi kubwa, hata amekuja Kikoti kwenye eneo la kiungo, amekuja kuongeza nguvu sana ambayo pia ilikuja kutusumbua, lakini kikubwa wachezaji wameongeza uvumilivu kwa mkubwa na kuhakikisha kwamba wanajua malengo ambayo tunataka kama klabu ni nini. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa pamoja kwamba tumeweza kupata matokeo haya. Mwalimu, mechi mbili zilizopita nilipata idadi kubwa magoli, magoli 3 na kuendelea, 2 na kuendelea, lakini leo dhidi ya Namungo goli moja na mlitafuta kwa kweli. Namungo alikuja na kitu gani cha ziada ambacho kinyewe kimewapa ugumu zaidi? Mara nyingi duniani unapokuwa unashinda mechi ya kwanza ukashinda mechi ya pili, anayekuja lazima anakuja akiwa ameangalia kwa nini unashinda, uzuri wako uko sehemu gani, ubaya wako uko sehemu gani. Ndio kazi ya technical bench nzuri. Kwa hiyo Namungo amefanya homework nzuri, wameweza kuangalia kwamba tulikuwa tunapita upande gani na ameweza kwenda kuubiti. Hii ni somo hata kwetu pia technical, kwamba wakati mwingine tunaweza kuwa tunapita upande wa kushoto ukiona kugumu, tupande kulia, na hata wakati mwingine tufanye build up kupitia katikati. Lakini yote kwa yote tulikuwa tunatafuta pointi 3. Hakuna ligi ya mtu aliyeshinda goli 10 duniani kwamba alishinda magoli mengi. Tunachokitafuta ni pointi 3, na Mungu amesaidia tumepata pointi 3. Acha rudi kwenye eneo la kiwanja cha mazoezi tukafanye kazi nzuri. Mimi na mimi tutakuja kubadilika zaidi huko mbele tunakwenda.